Lakini kuna mukhalafa wa kisheria ambao watu wakati mwingine wanauendea nao, ni mukhalafa wa kukomoana katika jambo la mahari. Yani mtu aweza katajua mahari kiasi kwamba kijana akaona mimi siwezi tena kuoa na mke, basi vitu vikawa vingi. Si haramu mahari kuwa kubwa, lakini anaoambiwa mahari hayo ni nani? Yani amekuja mtu wajua kabisa huyu ni mtu dhaifu, huyu labda ni ustadhi, huyu ni dai, hana uwezo wote, wazee wake hawana uwezo, huyu ni kijana anajitafuta. Sasa watu hawabagui, kuna mahari ya shekwa ndio mahari common katika mujitamaa fulani, ambao ukenda hapo we mahari ni hayo hayo. Aje kijana ambaye ndo sasa ameshaanza kupata labda ajira au ndo ajitafuta, aje mtu tayari ni tajiri, mahari ni hayo hayo. La, ni lazima tutazame Mtume sallallahu atufundisha kwamba ndoa yenye baraka ni ile yenye mahari nini? Mahari mepesi. Na jambo hili ni jambo ambalo vijana wengi wanalalamikia, jambo la mahari kuwa ni makubwa na gharama zile za ndoa kuwa ni kubwa, kiasi vijana sasa wanaamua kuingia katika uchafu na kuchelewa kuoa kwa sababu ya jambo hili. Kwa jambo hili ni jambo la wahusu sana mawalii na wale mabinti wenyewe. Mawalii waache tabia na desturi ya kutawalia jambo la mahari. Endapo binti ana rushd, binti wakati mwingine anauelewa, ni binti makini, ana husnu tasarruf, anaweza kuyaendesha mambo, anaweza mwenye kutaja mimi kwa huyu aliyokuja na mimi nilivyomuona na mimi nimempenda, mimi naomba nitafutie 200,000. So wazazi wanaruka, wewe mjinga, una akili wewe, 200,000? Wa atu nisaa sadaqatihinna nihla. Allah anasema wapeni wanawake, sio nyinyi wazazi, ni hao wanaolewa. Hii ni sadaqa, tena nihla, ni tunu, ni kitu Allah ameamua kuwapa ili kuhalalisha tu ile nini, ile tupu, si suala la kukomoana. Ndio maana jambo hili utaona nchi za Kiarabu hususan maulama wanalalamika sana, mahari ni makubwa, kwa vijana wameingia katika liwati. Sasa hivi watu wanafanya liwati sana, wanaume kwa wanaume, sio vijana wana matamanio. Au wafanyakazi, nyinyi mnasikia wafanyakazi wanakwenda kufanya kazi Arabuni wa kike, tabu wanaoipata kila siku. Tutaona huko Omani kuna huyu, kule Saudia kuna yule kule hivi, mwanamke yule katakiwa na bosi, yule atakiwa na mtoto wa bosi nyumbani. Wanalalamika kwa sababu vijana wako wa Kiarabu matamanio yamewajaa, uwezo wa kuoa hawana kwa sababu gharama ni kubwa. Wanaamua kuwatongoza wafanyakazi walokwenda kule, ndugu zetu hawa huko wanakwenda kule wa Kiswahili maskini wafanyishwa kazi, ndio imekuwa sasa ndio wanajifundisha kutongoza, na wengine wanazini nao, na wengine wamerudi humu na ujauzito, na watoto wa Kiarabu wametoka na Uarabuni kwa kwenda kufanya kazi tu, kwa sababu ya mahari au gharama za ndoa zimekuwa kubwa. Kwa mukhalafa huu umepelekea watu kuingia katika kumuasi Allah au liwat baina ya wanaume kwa wanaume. Jambo limeenea katika baadhi ya nchi, au imefikia hatari kabisa, mtu anamuingilia dada yake. Dada ana matamanio, kijana ana matamanio, na kazi ya kucheka tu ndani ya nyumba. Dada kuolewa, akija mtu kila anayekuja familia haimtaki. Huyo uko fulani, huyo sio tunataka ali fulani, sio tunataka alu fulani, tunataka alu fulani. Binti anakwenda kuta mabinti wengi Uarabuni wakubwa wana miaka 35 hawajaolewa, sababu gharama ni kubwa, na pia watu wanabagua sana. Wale Waarabu wenyewe kwa wenyewe wabaguana. Kwa kuta binti abakia nyumbani ameshakuwa mkubwa, kijana naye yuko nyumbani ameshakuwa mkubwa, uwezo wa kuoa hana, gharama ni kubwa. Mwisho watu wamepelekewa mtu anamuingilia dada yake. Hizo kesi zishapatikana katika baadhi ya miji, si kwa sababu hawajui huyu ni maharimu wangu. Binti kazidiwa, kijana kazidiwa, shaitani anawachezea. Kwa jambo hili la mahari ni jambo linatakiwa litazamwe vizuri. Kwa wale mabinti wenyewe mjue hizi ni haki zenu, na mtazame aliyokuja ni nani, na lengo la kuoa ni nini, na lengo la mtu kuja akataka mke ni nini, na wewe kwenda kwa mume una malengo gani. Kwa jambo hili lisimamiwe vizuri, na wazazi, kwa kuwa wengine wapo ni wazazi, watakiwa kufahamu. Tusiendane na mila za kijamii, hasa sisi masalafi ni watu cream katika mujitamaa. Tuachana na mila nyingi, sumikaja na kilemba. Huu ni mukhalafa umeingia, nao ni mukhalafa mwingine umeingizwa mkaja na kilemba. Achele mahari kuwa kubwa, alafu kuna mkaja wa nani na kuna kilemba cha nani, mkaja wa mama na kilemba cha baba. Waweza kwamba mkaja na kilemba 1,000,000, mkaja na kilemba 2,000,000.
huku nitoe mahari, kitanda, godoro, kabati, dressing table na hela kadhaa, alafu kuna mkaja na kilemba. Mtu akipiga hesabu milioni 4-5, yeye mwenyewe hana chochote. Tusifikie huko. Hasa jambo la mkaja na kilemba ni jambo halifai katika Uislamu. Mnalazimisha. Kama wewe baba na mama, kuna zawadi utapewa na mume kwa sababu umemlea mtoto wake, subiri, na una uwezo wa kufanyiwa mambo makubwa wewe baadaye kuliko humkaja na kilemba, au sivyo jamani? Nyinyi mnafahamu, waweza olewa na mume akawa ndo msaada kumsaidia babako. Aumwa, ukamwambia bwana, mume wangu baba aumwa, sawa, basi mimi nitatoa hela za hospitali. Mume wangu baba anaumwa, sawa. Ukakuta hela atakazotumia katika maisha kumsaidia baba yako au mama yako ni nyingi kuliko mkaja na kilemba unaotaka. Baba leo hana kitu, basi sawa, mwambie nitamtumia, nipe namba yake au kadha, mwambie atazame simu ushatuma, au basi nitamtuma kijana apeleke kule. Maisha ya ndoa ni maisha ya kusaidiana. Katika malengo ya ndoa ni alkhidma, ni service, kusaidiana baina ya mke na mume, na familia ya mke na familia ya mume, na mume na wakwe zake na mke na wakwe zake. Ndio maana hata wewe una uwezo wa kutoka ukenda kwa baba mkwe wako, ukenda ukamsaidia, mume wangu nimekwenda kule kwa mzee, nishamfagilia, nishamfulia, jazakillahu khaira. Ni maisha ya kusaidiana. Kwa mwanzoni tusionyeshe ishara mbaya kama za kukomoana. Kwa huu ni mukhalafa, tumeutaja ni mukhalafa katika kufanya mubalagha katika nini? Katika mahari yakawa ni makubwa kulingana na hali ya yule aliyokuja, au hali ya jamii husika, au hali ya wale watu waliokuja kutaka kuunga udugu katika upande huu wa mke. Lakini tukataja hapo mukhalafa mwingine na ambao ni mukhalafa wa wazi kabisa, ni jambo la mkaja na kilemba. Hakuna katika Uislamu mafunzo ya mkaja na kilemba kwamba ukitapata kuoa kuna mahari alafu baba atakiwa apewe hichi na mama apewe hichi. Hakuna. Lakini haya mambo katika baadhi ya makabila imekuwa ndio mila, na unaweza kukosa mke kabisa. Yaani ukisema mimi hii mahari nitatoa, lakini mkaja na kilemba mimi hapana, na mimi ni muhanga wa hilo. Shayo pia kusema mimi nishakosa mke kwa sababu nimekataa kutoa mkaja na kilemba. Mahari haya sawa, mkaja na kilemba jamani, hili mbona halimo? Alafu mbona ni hela kubwa na mimi mwenyewe najitafuta. Hapo Allah tabaraka wa taala ashanipa mtihani wa mke wa mwanzo kufariki, nataka mke wa pili. Mke nishampenda, lakini mkaja na kilemba 300 natoa wapi mimi? Kila nikijitafuta, jamani hili halimo. Ambwa wewe si ndio umekuja? Wewe si umekuja kwenye hii familia? Mwisho ndugu zangu akanambia, baba mke wamtaka, utakosa mke wajua. Wale watu bila ya hivyo hawatokuoza. Nikapapatua nikaipata 300. Yapelekwa naambua basi wana Wahabi ende zake, tutaki tena muwahabi. Hiyo 300 yake pia basi hatuitaki tena. Hebu tazama, yani jamii imejaa katika jahili, imejaa katika ujinga wa hali. Mnakosa kumuozesha binti yenu kwa sababu tu ya mkaja na kilemba ambao ni nje ya mahari, ni jambo si la kisheria. Na nilipoona labda mimi ni mutar, nishatezeka nguvu, mke anamtaka, nitakosa mke, basi haya ngoja nipeleke. Pia yakataliwa kwa sababu umeonyesha wewe una kiburi, muwahabi wewe, unataka kuitoa hii hela. Kwa hiyo watu watakiwa kuwa makini katika huu. Ni mukhalafa. Mukhalafa mwingine ni mukhalafa watu sasa ushapeleka mahari, yashakubaliwa, watu wamepanga ndoa. Kuna mukhalafa watu wanaofanya wa kukaa muda mrefu hawa wawili kuoana. Mtu ameposa, amekubaliwa leo, lakini ataoa mwakani. Kama leo 26 hii Februari, si ndio? Watu wanapanga mwakani au Shaabani ijayo. Yule ni mchumba wa mtu na huyu ana mchumba, lakini yuko wapi? Yuko Omani, yuko Dubai, baharia afanya kazi, yuko Uingereza. Kwa mchumba yupo Uingereza asubiriwa. Kashatoa kila kitu, mwaka mzima ndoa haijapangwa, asubiriwa kwanza arudi. Hili ni jambo sio zuri. Ni jambo sio zuri.
watu wakifika katika hali hii, jambo la kuozeshana ni jambo litakuwa lifanye kwa haraka kadiri inavyowezekana, sababu mtafungua milango mingine ambayo inaweza ikawapelekea watu katika shari. Lakini mukhalafa mwingine wa kisheria ni jambo la kutunga ndoa. Sasa watu washakubaliana tunataka kwenda kuoa, kabla ya wale wanaume kupeleka siku, wanakwenda kwa waganga kwenda kuitunga ndoa kabla ya kuifunga. Kwa yule anakwenda, kijana anaitwa nani? Anaitwa fulani, jina lake laanza ni Muhammad, ni Ali. Haya, mke unataka kumuoa, mke aitwa fulani, sawa. Kwa inatazamwa, zaingizwa zile herufi kwa watu wale makuhani wachawi, kutoka majawabu kwamba bwana, siku hapa nzuri wewe ya kuoa ni siku ya Ijumaa. Siku nzuri ya kuoa ni siku fulani, saa fulani. Kwa hiyo mtu anapeleka siku na wakati, kwa sababu ameongozwa na kuhani, amekwenda kwa arafa au kahinan, akamueleza habari, akawa basi fanya hivi na hivi. Na wakati mwingine wale upande wa pili nao, upande wa mke sasa, nao vile vile wameshapelekewa taarifa, bwana, sisi tumepanga tuoe tarehe fulani, siku fulani, saa fulani. Nao wanakwenda kwa mganga wao. Mganga anaingiza, anasema hapana, kama jina la mke ni Aisha na huyu anaitwa Samiri, hapana, siku hiyo ni siku sio sahihi. Kwa mwisho watu wanakubaliana, bwana, basi hebu tusiifunge ndoa siku hii. Au ikitokea upande mmoja umegoma, kwa bwana, mimi kimfano baba unasema mimi ndio ninayeozesha binti yangu, kwa mimi nataka nikuoze siku fulani, ndio nina nafasi, muje hapa. Watu wanafanya compromisation, mazungumzo yanapita, unasikia bwana, ndoa watakuja watu wachache kuja kuoa siku fulani kabla ile siku. Hiyo haimo au ipo? Sasa hivi hiyo imezushwa na waganga, kwa wanaita kuiiba ile ndoa. Kwa huku tarehe ni Ijumaa mchana, watu wameshatangaziwa, vyakula vimeandaliwa, lakini yeye ashaoa toka Jumatatu, ni mkewe. Si maana haifai, yaruhusiwa kuoa mapema, lakini hawa muongozo wameupata kutoka kwa nani? Kwa waganga. Kwa wanasema kuiiba, unaiiba ile tarehe. Kwa kama kuna watu wameshatangaziwa, kama wana husda zao, siku ile mtu akirusha lile bomu lake la kiuchawi linapiga hewani, jamaa alishaoa. Kwa hata kama ni siku nzuri, sasa hivi wanaamini kwamba kuna watu ni mahasidi. Huyu kijana mpaka anakwenda kuoa na amekubaliwa pale. Wamekataliwa wangapi sheikh? Wengi. Kwa hii siku kuna watu wengine wametega. Wanakuambia kama Ijumaa ishatangazwa na jamii imejua Ijumaa, sisi tutakwenda pale siku ya Jumatatu, watu wachache tunaoa. Ndio unapigiwa simu, bwana, basi sisi tunaomba kabla hiyo tarehe tutakuja siku fulani hapo kuja kuoa tu, watu wachache, 5 au 6 tu, familia basi. Lakini hii iwe siri yetu, ile siku anakuja kuchukua mke. Hii ni miongozo ya waganga. Mambo ya kutunga ndoa na kuiba ndoa, haya ni mambo shirk. At-tiyaratu shirkun. Tumesema tiyara, kutabiri nuhusi kwa kutumia ndege. Waarabu walikuwa katika jahilia wanamchukua ndege, wanamrusha hewani. Akienda kulia, jambo hilo litafanywa. Akienda kushoto, jambo hilo lisifanywe. Akienda juu moja kwa moja, hiyo ni draw, anatafuta ndege mwingine. Sababu yule akienda ndege ndo kenda zake, sio kama atarudi. Namchukua labda tetere, namchukua njiwa, namchukua chiriku, chore, ndege anakamatwa, anaachiwa. Akaenda kulia, basi hiyo siku na tarehe iliyopangwa sawa. Kama hiyo safari kesho, sawa, tunakwenda zetu. At-tiyara imetokana na at-ta'ir, ndege. Sawa. Umeelewana? Jambo hili Mtume akasema shirki. Leo utaratibu huu sio wa ndege, ni utaratibu wa majina leo wa ramli, na kutazama mume na mke majina yao, na siku iliyopangwa zatazamwa nyota zao. Kuna mambo ya nyota. Nyota ndo nini? Kwa nyota yake na huyu haiendani kwa siku hii, kwa tufanye siku fulani. Hii ni shirki na huu ni mukhalafa umeenea, haswa miji yetu ya pwani. Lazima tuwe wa kweli. Mimi ninakuwa ni mkweli, miji yetu ya pwani kwetu, Pangani, Tanga, hii ndo mambo yao.
na jamii zetu haya yamo. Haya ni shirki. Tuacheni ushirikina, tumwaminini Allah. Hakuna anayeweza kuivunja ndoa ya mtu kama Allah ameshataka iwe. Anayeweza kuzisimamia ndoa zikapita zikadumu bila ya madhara yote ni Allah, na kinachopatikana katika madhara Allah shafanyaje, ashataka, na wewe huwezi kulizuia. Kwa hiyo tujifundisheni na tubadilike. Tusema mara kwa mara, lakini hasa jamii zetu za pwani watu habadiliki. Na tumekuwa na umuhali mwingi wa kuogopana. Wajua sasa baba, wajua sasa bibi, wajua babu, wajua. Hii muhali mpaka lini? Wajua mpaka lini? Wewe ushakuwa ni mtu wa sunna salafia, baba ushakuwa salafi, lakini babu yako alokuzaa wewe sio salafi, si mtu wa sunna, wapelekeshwa na babu kwa sababu baba yako. La, baba wewe ni mzazi wangu, ninakuheshimu, nimetakuwa niishi na wewe kwa wema, lakini huu ni mukhalafa wa dini. Sheria hainiruhusu kukutii hata kama ni mzazi wangu. Humu watu wengi ujasiri huwa hawana. Uongo kweli? Wajua sasa ami kasema na hapa, na mambo yale ya kutegemea kufanyiwa. Sasa kuna vijana wengine ndoa zao watakawafanywe na familia tofauti na kama sisi, tofauti na baadhi ya vijana. Mimi kimfano ndoa zangu zote sina mchango ninachangiwa ya mahari au kadhi nao watu. Ni utafute familia ikae kikao, ufanye hivi. Ndio hapo sasa unapoumia, sababu huna mbele huna nyuma. Nataka nyumba pia ya ami yako iko Uingereza pia uachiwe. Kwa basi ile nyumba yako Mchina ile ya nini, niongee na kaka yupo kule Ulaya ndio ukakaya. Sasa na wewe ukitakiwa sasa kuna masharti uyatii ndio mtu ajifanya watii. Wajua sasa mimi nitafanyaje, na ndio wazazi wametaka, wajua wazee wetu. Tuache umuhali kuogopana katika jambo ambalo wewe unamuasi Allah. Uko tayari umuasi Allah, lakini umtii, umridhishe mzee wako. Hiyo sio dini. Hiyo sio dini. Huu ni mukhalafa katika mambo ya kutunga ndoa na mambo ya kuiba ndoa. Kutunga na kuiba tumeelewana. Ndoa enda tungwa, yatazamwa, hizi tarehe hapana. Au kama hapana budi bwana, jina libadilishwe. Ndio kuna majina ya kijanga mtu kabadilishwa siku ile ya ndoa. Lakini katika mikhalafa sasa, baada ya kuwa jambo lishapangwa na ndoa ishapangwa, ni lini, tarehe gani, kuna haya mambo ya ukungwi. Mwari anakwenda kwa kungu, kwa somo, na kijana naye huyu wa kiume naye pia anakungwi. Hizi tabia zipo. Jambo la somo kumfundisha mwanamke binti namna ya kuishi na mume kwa uzuri na mambo mengine ambayo yeye anakwenda kukutana nayo, hili ni jambo la kisheria, jambo la kubalika, si haramu. Na ndio jambo muhimu, kwa sababu binti ataingia kwenye ndoa atakiwa ajue maisha ya ndoa, kuanzia kusimamia nyumba, kuanzia kupika, handling ya mume, amekuja kumpokea mume, kufanya hivi, mambo mengine ya tendo la ndoa ni hivi, ustaarabu, usafi. Haya mambo lazima asomeshwe, lazima afundishwe, lazima kuwe na masomo. Lakini watu wasije wakahalifu sheria ikawa ndani yake kuna mambo ya kihuni yakafanyika, binti akafundishwa mambo ya kihuni, watu wakafanya mambo ya ovyo. Watu watakiwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Lakini kadhalika uhuni mwingi unafanyika kwa kijana. Kuna kitu kinaitwa kusingwa au singo, ndio, au huku watu hawasingani, ndio kwenyewe huku Zanzibar na maliwa na nini na msio yapo, au si? Kwa hiyo kijana wa kiume alazimishwa asingwe, afanywe singo na wanawake. Huu ni mukhalafa mkubwa sana, na wazazi wamesimama kidete. Yani mama ataumia kama wewe hujakubali kwenda kufanywa hiyo singo au hujasingo. Haya ni mambo yamejaa pwani yetu hii. Baadhi ya watu wengine waishi katika baadhi ya mikoa ya mbali huko, haya mambo wala hawayajui. Lakini jamii yetu ya kipwani, tukiwemo sisi wenyewe, haya mambo yapo. Tena kama umesafiri kesho waoa, mama atapiga simu, uko wapi wewe? Nitakuachia radhi wewe. Yani mama agomba, kwani kuna nini? Lakini kuna mambo mabaya yanafanyika ndani yake. Na nyinyi mnajua, wengine mnakuwa masalafu, mmepitia huko.
Wewe ukaambiwa kwamba wewe sasa, kwa sababu wanachukuliwa wale watoto wa shangazi, watoto wa baba mdogo, wale watani wake wale, ndio mtu anakwenda anasingwa huko. Kijana anavuliwa nguo zote, anabagishwa na nguo ya ndani au afungwa kanga ya kiuno, yuko na dada huko ndani. Huyu kamsugua mkono, huyu kamsugua mguu, huyu kamsugua hapa, huyu kamsugua hapa, mpaka wana nia yao waione na wanajua wenyewe. Wana nia maalum, sio kama ni jambo tu la usafi, wana nia maalum. Sababu kama usafi, huyu mtu aingia na hizo nongo zake. Yani sisi hivi tunavooga na masabuni, kuna body wash, kuna vitu gani hivi, malosheni hivi, bado wewe sio msafi. Kuna kule kusingwa zitoke nongo. Haya, huyu bwana harusi si anakwenda kuoa, au sio? Mkewe sikashafundishwa namna ya kusinga, atakwenda kusingwa na mkewe. Lakini wana lengo lao. Na ndio maana wale wanaosinga wanasinga wamejistiri. Kwanza ni watu ambao wewe waweza kuwaoa. So dada zako wala mamako anakuja pale, ni wanawake wa mbali au wale wa karibu, lakini ni wale ambao wewe waweza kuwaoa. Mtoto wa shangazi yako, mtoto wa ami yako, mnataniana, wewe ni huyu jamaa kawahi tu, lakini kwa kuchukua wewe, wale ndio wanakuja pale. Na wakija pale nao wanapunguza nguo zao. Wasingwa na mwanamke amevaa tu sidiria na nguo ya ndani. Wengine wanafanya mambo ya ovyo, watacheza mbele yake yule kijana mpaka kuna jambo walione. Nadhani watu wazima washajua. Kila wakenda kuna sehemu wanaitazama hiyo sehemu hiyo. Wakesha wakaona tu wanapeleka ripoti. Kijana mzima, usiwe na wasiwasi bwana. Ambwa mama sasa na mabibi kule ndio watu waheme. Au sio kweli? Sio malengo yao makubwa? Kwani yao mengine yapo ya usafi, lakini haya sio malengo makubwa? Ndio malengo makubwa, na ndio maana anasingwa kijana na watu. Kuna wengine madada wanatafuta kabisa makungu, wanaita kungu, anakula kungu. Jicho limemlegea kijana asingwa, huku dada likalegeza jicho. Watafuta nini wewe? Wataka nini? Aonekane tu huyu bwana madhubuti, yuko barabara. Huu ni mukhalafa mkubwa, na umefikia baadhi ya watu vijana wanazini na wale makungu wa kike, wanazini nao kabisa. Vijana anaweza akafikia katika hali hiyo, na anahitaji na makungu wengine wa ovyo, akamwambia usiwe na wasiwasi wewe, nitamaliza kila kitu mimi. Huu ni mukhalafa. Tumuogopeni Allah tabaraka wa taala. Kila kitu kifuatwe sheria ya dini. Uislamu umeeka kila kitu wazi, na mafunzo ya Uislamu ni mafunzo bora zaidi. Mikhalafa mengine ni tukio lile sasa la lenyewe la ndoa, kwa maana ile harusi. Ndani yake kuna baadhi ya mikhalafa. Baada ya kijana mfano kuoa, kuna mukhalafa wa kijana anapotaka kuingia kwa bibi harusi au mkewe, kashaoshwa msikitini au nje, sasa akamuone mchumba wake kuna tabia hizi za kupeana mikono, si haramu. Kenda kule labda akamwombea dua hivi, kama kuna baadhi ya sunna zilizobiti akafanya naye hivi, ni jambo lafaa. Lakini kuna mukhalafa wa kuingia kijana na wanaume wengine wanamsindikiza ndani ya chumba bibi harusi yupo. Bibi harusi amepambwa, amependeza kule ndani, anayetakiwa kumuona mapambo yale ni yule bwana harusi au wale ambao ni katika familia yake, maharim zake, ambao hawawezi kufanyaje kumuoa. Aweza akachukuliwa na baba mkwe, aweza akachukuliwa na shemeji yake kijana, yani ndugu na yule bibi harusi, akaingia na ndani. Bwana, haya umemwona dada yangu nilokupa wewe, ndio huyu bwana, haya mimi nakuacha kwanza, toka. Na kule ndani hakutakiwi kuwa na mwanamke mwingine ambaye huyu kijana anaweza kumuoa. Kwa pale watu wakazungumza, wakapeana mikono, wakahalikiana, wakakumbatiana, wakapigiana mabusu yao wenyewe, wakanyushana kama ni maziwa, wakafanya hivi, akamwombea dua. Haya atakiwa afanye akiwa yeye na kijana
Usiwe kwamba kuna makungu wengine wale masomo hawataki kutoka mule ndani. Huu ni mukhalafa wa kisheria. Kila kitu kina mipaka yake ya kisheria. Lakini pia katika hili sambamba kuna mambo ya moving camera na mapicha. Tufahamu kwamba pana masala ya khilaf katika mambo haya, kwamba je, picha hizi zaingia ziingii. Lakini mkeo anachukuliwa moving camera labda mule ndani au picha na kijana mwingine ambaye yeye haruhusi kuona mapambo ya yule mwanamke, na hizo picha anazihifadhi ima kwenye simu yake. Wewe unaridhia kijana, umeingia, mkeo kapendeza mashaallah, kijana barobaro mwenzio anampiga picha, au kuna kijana yuko pale ndo kijana wa moving camera anamchukua mkeo pale vile mmakumbatiana tena mikono anachukuliwa, na zile video zinakuja kuenea, zinaonekana na watu wengine ambao si sahihi kumuona. Huu ni mukhalafa wa wazi kabisa wa kisheria. Tumwogopeni Allah tabaraka wa taala. Baada ya hapo pana mukhalafa katika jambo la walima. Kama mtatazama ninakwenda kwa step, hapa hatujafika sherehe ile ya bibi harusi kashaolewa bufu apigiwa. Sasa mara nyingi sherehe zitakuwa ziwe baada ya ndoa kupita. Kwenye jambo la walima tayari pale ndoa imefungwa, pana walima, watu wanakula, pana mikhalafa ya watu kufanya israfu. Israfu maana yake ni kuchupa mpaka wa kisheria na wa kidesturi katika jambo fulani. Tukitazama huyu bwana namna alivyopika hivi vyakula, hii ni israfu. Nakuta sufuria zima inawezekana limemwagwa au limebakia na chakula. Hapana, watu watakiwa kufanya israfu katika mambo ya walima. Tukawafanya kwa kadiri ya kiasi ya ile mujtama na watu uliowaalika. Lakini vile vile kuna mukhalafa wa kuwaalika watu ambao yawezekana kabisa hawahitaji chakula. Maana Bwana Mtume sallallahu alisema chakula cha shari kabisa ni chakula cha walima. Kwa nini? Wanaitwa wale ambao hawana haja nacho, wanaachwa wale ambao wana haja nacho. Kuna maskini na watu wanatamani ile biriani apate kula. Inawezekana mtu ana miezi 6-7 hana uwezo wa kupika biriani nyumbani. Ikifika sikukuu ni wali mweupe au kapika pilau. Biriani akisikia sehemu ipo atamani angealikwa akenda akala. Hawa ni watu wanahitajia kualikwa zaidi kuliko unamwalika mtu biriani kila siku anaila, nyumbani yapikwa, ana uwezo wa kununua watu wenye uwezo. Kwa huu ni mukhalafa. Haina maana kualika watu wenye uwezo, haifai, lakini na wale ambao hawana uwezo wasiachwe. Sio kadi zetu tutawapa tu watu fulani wenye heshima, wenye uwezo. Wale ambao ni watu duni hatuwapikani. Na wakati mwingine watu wanakuja hawajaalikwa, na madamu hajaalikwa si mtu anastahiki pale, lakini ameshafika, utaona kuna watu wanafukuzwa, wanatukamwa, na chakula wakati mwingine kipo, watu wanabughudhiwa, watu wanatiwa aibu. Tusifanye mikhalafa wa Uislamu. Sisi dini yetu kali. Umealikwa nenda, hujaalikwa Uislamu haukutaki wende sababu wewe hujapata mwaliko. Lakini umekosea, umekwenda, ushaona mazingira sio hapa na aibu, ondoka, kuwa muungwana. Kwa tusikhalifu haya mambo ya kisheria katika mambo hata ya walima na mambo ya kula. Baada ya hapo tutaingia katika tukio lile la furaha sasa, hafla ile, mikhalafa ambayo inofanyika